الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين من بعثه الله رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعدكم حميدي سبحانه وتعالى na kumtakia rahma tukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikiwa tuendelea na darsa zetu za kuitafsiri Burdatul Madih kwa kiasi cha haja na kwa pungufu na chache za elimu zetu, ikiwa tumefika katika alfaslu thani, ukiwa ni mlango wa pili ambao kwamba umepewa jina kwamba ni faslun fi tahdhiri hawa nafsi, kwamba huu ni mlango unaozungumzia kujitahadhari na matamanio ya nafsi. Tukakoma alipokuwa al-Imam al-Busiri yuwatafuta zile taujihat na irshadat za kwamba nafsi yangu imepotea, kama ulivyoanza mlango, fa inna amarati bisu'i mata'adhat min jahliha binadhiri shaybi wal haram. Tukakomea katika ubeti asema man li biraddi jimahin min khawayatiha kama yuraddu jimahul khayli billujumi, kwamba nani atakayesimama dhamana ya kurudisha nafsi yangu katika kupotea kwake, kama namna ambavyo kwamba farasi aliyetoka toani hurudishwa kwa kufungwa lijamu. Kwa hivyo al-Imam al-Busiri aendelea asema fala tarum bil maasi, fala tarum bil maasi, basi usilenge. Na hii tarum min rama ya rumu hapa imekuja bimaana ya wala usifanye nini, kwa sigha ya nahi, kwamba fala tatlub, basi usitake bil maasi, kwa maasiya. Al-Imam al-Busiri atuambia fala tahum bil maasi kasra shahwatiha, usitake
au usilenge kwa maasiya ati wataka kuvunja matamanio ya nafsi. Fala tarum bil maasi ay fala tatlub musta'inan bil maasi, kwa sababu hiyo bei pia iliyoketi hapo ni bei ya isti'ana, kama ile ambayo kwamba wasema katika madarasa yasema katabtu bil qalam, kwamba nimeandika kwa kujisaidia na kalamu. Akaltu bil mil'aqati ama bil yadi, nimekula kwa mkono au kwa kijiko. Ile bei ya isti'ana kuonyesha kwamba kula kwako umesaidiwa kutumia nini? Kijiko. Kwa hivyo al-Imam al-Busiri azungumza hayo, fala tarum bil maasi, basi usitake usilenge yasiwe malengo yako bil maasi, kwa msaada wa maasia, kwa kufanya madhambi, kasra shahwatiha, ati wataka kuvunja matamanio ya nini? Ya nafsi. Atuambia nini? Wakati mwingine hii nafsi hutaka, nafsi hutamani, usiipe nafsi matamanio yake ati kwa lengo ya kufanya ala sabili almathali. Utasikia mtu akwambia, wajua bana, mimi ikiwa sijalewa huwa naona, lakini nikipiga kidogo huona mambo yangu. Si wako watu zamani? Kwa hivyo yeye ataka kuituliza ile nafsi, kuvunja matamanio ya ile nafsi, lakini bil maasi, kwa kujisaidia na nini? Maasia. Kwa hivyo al-Imam al-Busiri atukataza tabia hii, atuambia fala tarum bil maasi, usilenge wala usitaki kuvunja matamanio ya nafsi yako ati kwa kufanya nini? Maasia. Kisha atuambie inna at-ta'ama yuqawi shahwatan nahimi, hakika ya chakula huzidisha. Yuqawi min qawwa, yuqawi masdari yake itakuwa ni takwiyatan. Atuambia inna at-ta'ama yuqawi, hakika ya chakula huzidisha shahwatan nahimi, matamanio ya mlafi. An-nahimi yanhamu, nahimun ni ule mlafi, afu an-nah hadire. Watuambia inna ta'ula, na jumla ya inna pantalilia, yani masia ndiyo msaada wa kuvunja matamanio ya nafsi yako. Kisha tutolea sababu inna taama, kwa sababu hakika chakula. Tukizungumza chakula ufurahisha watu. Kula, kuna watu wanashika chakula, akili zingwenda wapi? Manyumbani, wakufikiria atamaliza saa ngapi maneno yake, tupate kuswali twende tukale chakula. Atuambia hicho inna taama, hakika ya nini? Chakula. Yuqawi shahwatan nahimi, huzidisha matamanio ya yule mlafi, yule mroho. Kivipi? Baadhi yetu huwa twadhania kuwa kwa kuwa nimezidiwa na jambo fulani, kutaka livunjike lile jambo nilifanya sana. Mfano, bana, wajua mimi siwezi wallahi bila kuvuta bangi. Kutaka hii bangi niizoeni ni jambo la kawaida, mpaka niivute sana. Nikishaivuta sana baadaye nitaizoea, nitaiacha. Uongo. Ndio tuambia inna ta'ama yuqawi shahwatan nahim. Badala ya mtu kuacha ndo atazidisha. Sasa
Mfano wa chakula ni sawasawa na mtu aseme bana, mimi napenda biriani, na hii biriani kwa kuwa naipenda sana, kutaka niichoke lazima niile. Ni uongo, sababu atakula sana sai, atakinai kwa kuwa ameshiba. Kesho kutwa, wewe tu mfano, kuna baadhi yetu tumezoea kila Ijumaa ni yaumu biriani, ni siku ya watu kula. Shekhe, swala ikiisha hapa kila mtu akili azifanye, kimbilia nini? Si ushaizoea, achana nayo. Huwezi. Inna taama yuqawi shahwata nahimi, ukisaidia kuvunja matamanio ya nafsi yako kwa kufanya maasi, ati kwa akili kwamba nikifanya sana ndo nitazoea, nitaona jambo la kawaida, nitaacha. Uongo. Utafanya kesho kutwa utakuwa huwezi wewe bila lile jambo, huwezi kabisa. Badala ya kuliacha, sasa ndo ukuwa mlevi wa hilo jambo. Atuambia siku zote nafsi yako ikitaka kuvunja matamanio yake, usifanye maasi, yaikanye. Utakuja kuona mbele, ataeleza. Kwa sababu kufanya kwake ni sawasawa na mtu ambaye kwamba yuala chakula sana, ati kwa muradi kwamba ndo basi mtakina. Wewe angalia tu mfano mzuri, tukizungumzia zina, mfano mzuri tu, mtu atazini leo kisha atajuta kweli kweli, wallahi nafanya nini, sio siku tatu yataka tena. Badala ya kuwa nafanya ndo nakinai, kila anapozidi kufanya ndo kila mambo kama nafsi yake hutaka. Kisha atuambia wanafsu katifli, na nafsi ni kama mtoto mdogo. Nafsi ni kama mtoto mdogo. In tuhmilhu, ukimzoezesha, ukimpa imhal, kimpa muda, kimpa muhula, akazoea katika ule utoto wake, ukamzoezesha kuwa mtoto, shabba ala hubbi radha'i, mtoto atakulia katika kupenda kufanya nini? Kunyonya. Mtoto mdogo katika ule utoto wake, akiwa mkubwa atakuwa na tabia hizo, na katika hizo tabia hubbu radha'a, atapenda kunyonya. Litakuwa ni jitoto liko grade 7, lakini atakalitembea na chupa ili ya kunyonya, ili atiliwe maziwa, afungishiwe kwenye shingo. Hawezi kwenda kucheza mpira mpaka aende kwa mamake akafanya nini? Akanyonye. Huwezi mkataza. Mwana Ali pale anaonyesha mtu, sidhani kama yeye hadhire. Kwa nafsi huzoea hivyo. Ukiacha ukaipa imhal, shabba takulia, akitupigia mfano, akitumaanisha lau nafsi yako utaitendekeza katika kufanya maasi, badala ya wewe tizama mtu mzima na miaka 60, kwa kuwa tangu kukulia kwake alikuwa na tabia kupenda wanawake na watoto wadogo. Aliposhindwa kuikanya nafsi yake kutokana na tabia kama hiyo, amekuwa ni mzee, lakini amekuwa ni fataki wa hali ya juu. Mtu mzima ana kesi mitaani kwamba hutongoza wasichana wa shule wadogo. Haya hayako? Yapo. Sababu alishindwa kuizuilia nafsi yake, akaizoezesha ile nafsi, badala ya kuacha ikawa ni yenye kupenda lile jambo. Wewe tizama sisi tunaopenda mipira, tusema wajua bana, sasa nikishaoa masala ya mpira basi akankete na mke wangu na watoto wangu. Lakini the more uangalie ule mpira, hata ukiwa ushaoa na watoto, mpira ala tul uko pale.
acha uwanjani na World Cup tutaangalia. Wakiwa waangalia vipindi vyao kwenye TV, tutaangalia kwenye nini? Kwenye simu. Muradi tuangalie, kwa sababu tumeshindwa kuzuilia nafsi zetu kutokamana na kuupenda ule mpira. Nafsi zimekulia zapenda lile jambo. Tutaangalia leo game gani? Allah ila sikuiangalia. Ataangalia highlight, lakini bado roho yake haina raha kwa sikuona ule mpira live. Kwa hivyo nafsi ikikulia katika kufanya maasi sana, upenda kufanya maasi. Kama vile mtoto mdogo ukimzoezesha katika kupenda kunyonya, atakuwa jitoto kubwa, lakini vile vile bado anapenda kufanya nini? Kisha atuambia wa in taftimhu yanfatimi, lakini nafsi ukiikata, kama vile mtoto mdogo ukiikatiza kutokamana na kunyonya, yanfatimi, ukatazika. Al-Imam al-Busiri atupigia picha kwamba hii nafsi ambayo kwamba ni ammaratun bisu, ni yenye kuamrisha sana maasi, kando na ushindani wake katika maasi, lakini nafsi kwa katika mikono yako. Wewe ndio dereva wa nafsi yako, una uwezo wa kuipeleka nafsi yako unavyotaka wewe, si inavyotaka nafsi. Ukizoezesha katika taa itapenda taa, ukizoezesha katika maasia itapenda maasia, ukiichukiza maasia nafsi itachukia, na ukiifanya ipende ichukie taa, nafsi itachukia taa. Angalia mfano mzuri, sote twaswali, lakini maal asaf, kama alivyosema yule mufti azungumza, asema kwamba swala tunazoswali kwamba tumezifanya ni ada wala sio ibada, kwamba sisi huja msikitini mazoea, wala hatuji msikitini kwamba tumekuja kufanya ibada. Watu huja msikitini, nimezaliwa katika nyumba ya Kiislamu, mimi Muislamu na jina la Kiislamu, na tumezoea tukisikia adhana tukimbilia wapi? Kwa kuwa nafsi zetu hazijazoea misikiti, hufikia mahali nafsi kama hizi baada tu ya swala mtu hufanya nini? Shekhe, yuwakereketwa, mwili wa muwasha, kana kwamba ile busati la msikitini lina miba wala waka moto, atakatua afanye nini? Atoke. Wewe utaketi, utasubiri dua, utamsalia Mtume, utaswali baadia, kitoka hapo nje ya story, hajafika popote. Kwamba akimbilia mke hajakula nyumbani, achankaangalia watu wala nini, akimbilia pengine kuna mambo yaharibika kazini, yuko nje ya story, sababu nafsi yake haijapenda msikiti. Na kuna watu huipenda misikiti, utakuja mfukuza shekhi, utake kufunga ile mtoto kwa shekhi, niko niache cha msikitini, ukimtoa hapa kete kwenye shedi pale nje. Muradi katika yaweke mbali matamanio ya nafsi, jitenge na matamanio ya nafsi. Atuambia wahadhir an tuwaliyahu, na uwe na tahadhari ya hali ya juu kutawalisha matamanio ya nafsi, na hiyo hapo mwisho antuwaliyahu, kwa yarudi katika nafsi, ingekuwa kwenda namna nafsi yako inavyotaka. Jitenge sana na matamanio ya nafsi. Angalia wale tablighi waliokuwa hapa majuka, wazungumza wasema, kuna bwana alitoka miezi minne tablighi, aliporudi akasikia watu watoka tena miezi minne, akatoka tena. Aliporudi asikia watu watoka tena miezi minne, akatoka tena. Wenzake wamuuliza, shekhe, na nyumbani basi angalau katika familia, sema la, hii nafsi yangu muda mrefu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, natoka sana hizi tablighi kuitia adabu. Fasrif hawaha wa hadhir an tuwaliyahu, siku zote tenga matamanio yapondoe, kisha tahadhari
matamanio ya nafsi yako isiwe ndio dereva wa mambo yako. Usikubali katu nafsi kupeleke. Ndio yule mmoja katika wanazuoni asema, inna nafsa maliku su'in, hakika ya nafsi ni mfalme wa mambo mabaya. Intawalla, nafsi ikitawala, qatala, huwa. Kisha qatala bisur'ati, nazam, huwa haraka sana. Yani saa zingine itwaye nafsi yako ni kama mfalme muovu. Lau utamta naangalia Allah tabaraka wa taala ataja haya katika suratu Yusuf, wama ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu, sema wala siitakasi nafsi, kwa sababu nafsi ammara, kwamba inna nafsa amira, inna nafsa la ammaratun bisu, kwamba ni yenye kuamrisha sana, bisighatil mubalagha, kwamba nafsi siku zote default ya nafsi haikupeleki katika mambo mazuri. Nafsi imeumbwa itakupoteza, ichungu, wa hadhir an tuwalliyahu. Kisha tupa sababu, jumla tu ta'lilia, sema innal hawa, hakika ya matamanio ya nafsi, matawalla, wakati wowote yatakapotawala haya matamanio, yusmi, huwa, au yasmi, au utia doa, min alwasma, au utia aibu. Ikutawale matamanio ya nafsi yako, ya kutawale mambo mawili ndio yanaokuja, aidha matamanio hayo ya kuue, yani ya kupeleke pabaya, au ya kutia aibu. Hasa katika mlango huu, fahadith anil bahri wala haraj, mifano sote tunao, watu ambao kwamba tamaa zimewapeleka pabaya, watu ambao kwamba tamaa kwa kufuata matamanio ya nafsi yao, wengine imefikia sasa wako makaburini tu kwa kuwa nafsi ilimwambia fanya, akafanya. Intahal khabar. Angalia yule mmoja raa adhiba faqad zalam, yoyote ambaye kwamba atalea mbwa mwitu, huyo amedhulumu. Mbwa mwitu kwa sababu gani? Akishakuwa, ikiwa una mifugo, mbwa mwitu hajui kurudisha fadhila, mifugo italiwa. Sijui una kuku ndani ya nyumba, wataliwa. Tukizilea katika maasi zitatupelekea sisi zetu sisi wenyewe. Hadhira. Na Allah tabaraka wa taala, tukimalizia, katika Al-Qur'an ameleta hoja nyingi za kwamba katika hizo Allah amezungumzia hawa an-nafs, matamanio ya fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ukikataza, tukasema ile fala Imam al-Busiri, ukiyakataza matamanio ya nafsi yako ndio kufaulu kwako. Ukiyakubali matamanio ya nafsi yako ndio kuangamia kwako. Tumeusoma leo na twakata kwa sababu ya wakati waenda, na mambo ya kuzungumziwa ni mingi katika masala ya nafsi, ila tutakomea hapa. Tutoke na lugha hii, tusikubali matamanio ya nafsi yetu yatupeleke. Kikubwa zaidi sisi ndio ambao kwamba tuzipeleke nafsi zetu, na nafsi ikikupeleka pabaya, kuwa na tabia ya kuiadhibu nafsi. Nafsi usikie, angalia yule mmoja
wema waliotangulia amekosa swala ya alasiri kwa jamaa. Sizungumzii kwamba ameikosa kwa wakati, ameikosa kwa jamaa. Ameingia msikitini, watu washaswali, akakosa jamaa. Baada ya kuswali ile swala alasiri, akaapa billahi, utakosesha swala alasiri kwa jamaa, yani kwa lugha nyingine, nikoseshe tena kesho uone. Njia ni hii, nikikosa swala kwa jamaa hulali usiku, kwa sababu aghlabia nafsi wewe atakapofanya nini usiku? Ule ushibe, ustarehe, ulale, unyooshe mwili, nafsi utaka hivyo, lakini kuiadhibu. Sasa suala tu la haraka haraka, swala ya alasiri kesho atakosa kwa nafsi yake, tamwambia nini? Kuna swala ya usiku, siku mzima, twende tu tukaswali tu dakika 10 turudi katika shughuli. Kwa hivyo kuwa na tabia ya kuiadhibu nafsi yako kila unapo timhu wa rahmatullahi